Anaweza kupata matokeo. Na ukitazama kwa lugha za kimpira kwamba shabiki ni mchezaji wa 12 kiwanjani. Kwa mashabiki walifanya kazi yao. Lakini pia nimpongeze msemaji wa klabu ya Simba, Ahmed Ally, kwa namna ambavyo anavyoirudisha timu kwa wenye nayo. Ahmed Ally anairudisha timu kwa mashabiki. Na kile anachokifanya Ahmed Ally ndio unakiona impact yake. Mashabiki wamekipokea na wanakwenda kukifanyia kazi kwenye uwanja, wanasukuma mashambulizi ya hamasa na matokeo, timu inapata matokeo. Lakini wachezaji wote kwa ujumla waliwajibika. Kwa nawashukuru sana. Yapo maneno wanasema kwamba matokeo ya jana ya Simba Sports Club si faida kwa taifa la Tanzania. Je, ni kweli ama la? Maneno ya kishabiki hayo bwana. Hayo maneno ya kishabiki. Timu imeanza mashindano kwenye hatua nyingi. Wameanza kwenye hatua ya makundi. Baadaye wamekuja kuingia hatua ya robo finali kwa maana mtoano, na leo wamekwenda kucheza nusu finali. Ni hatua kubwa kwa sababu nusu finali tayari kama unamuomba Mungu na Mungu anapokea maombi yako, unaenda kuitazama finali. Kwa hiyo ni hatua kubwa, wameiheshimisha nchi, jambo kubwa sana. Simba Sports Club unaiona ikiingia finali, ukiangalia imeenda kutana mwana kutoka pale kwa Madiba ambaye Stellenbosch ambaye ameonekana si mzoefu sana, lakini kwa namna moja ama nyingine ameweza kutoa kigogo Zamalek kwa aggregate ya 1-0. Je, unaiona Simba ikitoboa? Kwanza kwenye mchezo wa mpira kuna kitu kinachoitwa uzoefu. Lakini pia upande wa pili kwenye mchezo wa mpira huwezi kuona kama uzoefu na sababu. Kikubwa ni kwamba Simba asiende kwenye mchezo huo akiamini kama anacheza na underdog. Hapana, ibakie kuwa underdog kwenye umri wa timu kuanzishwa, kwenye namna ulivyo struggle kwenye mashindano. Lakini Simba waende na tahadhari kwa sababu Zamalek ni timu kubwa kama ilivyo Simba. Kwa kama Zamalek kapotea na Simba wasipochukua tahadhari wanaweza kapotea. Lakini niseme kwamba yote kwa yote Simba wanatakiwa wachange karata zao na waamini kabisa wanakwenda kucheza game ngumu. Ukiangalia wale vijana nimewaangalia jana, ina wachezaji bado wengi wana umri mdogo. Kwa bado wana passion ya kucheza mpira. Bado wana ndoto za kusonga mbele. Kwa ni mechi ngumu sana, ukiangalia watoto wale wana speed, wana spirit ya kutosha. Nadhani utakuwa mchezo mgumu sana. Kwa hiyo sio mchezo wa kuweza kuutabiri. Ni mchezo ambao Simba aende kwa tahadhari, atumie ule ukubwa wake kwenye kutafuta matokeo, lakini asitumie ukubwa wake kwenye underrate wale. Wale wana skills, wana wachezaji wengi wenye skills. Kwa lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo mimi nafikiri Simba watachukua tahadhari hiyo, na Simba amekuwa ni timu ambayo muda wote ina malengo. Imefanya vibaya takriban misimu kadhaa inaishia robo kwenye shindano la CAF Champions. Wamevuka stage hiyo, wameingia nusu finali. Nadhani kuna kitu Simba wanakwenda kukitafuta.